Naam, wana michezo, wana burudani. Hii ni Chapesa Media, wewe mtazamaji wa Chapesa Media. Leo hii tumeleta tena kitonge kwa mzee wangu, mzee Saidi. Hususani habari kwa umma iliyo trend siku ya jana na leo na kuendelea pia. Inahusiana na nini? Kocha manager Pantev, Dimitar Pantev, matatu siku ya jana Simba wamempa thank you ya kwaheri bye bye. Ndani ya miezi miwili, Oktoba 3, Disemba 2. Pantev hayupo naye tena. Mzee Saidi tumsikilize anasemaje, maana sifa zilikuwa za kutosha. Anayekuja sisi hatusajili kocha, tunasajili meneja. Kulikoni? Kwa nini meneja akaondoka? Ni sahihi muda aliondoka meneja? Kuna tatizo gani? Lawama ni mzigo wa lawama mwangukie yeye au pengine kuna tatizo upande wa pili? Tumsikilize mzee wangu, nimemleta kitonge, mzee Side Mnyamwezi, Mwambo wa Tabora hapa. Mzee wangu, habari bwana? Salama kaka. Shikamoo. Marhaba. Vipi familia? Familia na leo unainama hivi au wewe? Na burudani zimekuwa za kutosha. Au wewe una maumivu tena? Hapa nimeinama naifikiria nafasi ya 5 ya 6 kwenye ligi Simba. Simba Sports. Ubora wote? Kwa ubora gani? Kwa ubora gani? Kikosi chote bora. Ngoja, wewe mimi nilikwambiaje? Simba ni mahodari sana wa kutafuta wachezaji. Wanachukua wachezaji wazuri? Wanachukua wachezaji wazuri, wanakaa nao au wanachukua wachezaji bora. Wachezaji bora. Wanakaa nao. Wakishaona sasa hapa tuachane nao, hao wanatengeneza syndicate. Syndicate inajengwa. Inajengwa syndicate. Yule anafundikisha magoli, yule anakosa magoli, yule sijui hivi. Sasa huyo ujue ni mchezaji kaisha kuwa bora. Ndio. Umenelewa? Anapewa syndicate. Anapewa syndicate ya kuondoka. Huyu anaondoke tu. Syndicate. Watu wachukue mpunga watie mifukoni. Sasa akaondoka Mohamed Hussein. Haya. Habari hizi ninazokuambia sijaambiwa na Kinyangala kataka chochote. Zaidi ya kuambiwa na mwenyewe. Habari gani? Za Mpanzu kuwa anakwenda Yanga. Sijaambiwa na mtu yoyote. Mpanzu anakwenda zake Yanga tena Januari. Ndio maana nikakwambia hivi. Bwana watu watakuja mimi anipigie simu aniulize. Shauri yako wewe waambie Januari si ndio dirisha dogo linafunguliwa? Tusubiri kama mimi muongo. Mpanzu. Mtakaa hivyo hivyo papa. Kama kaondoka Mohamed Hussein captain fantastic wa Simba, leo atakuwa Mpanzu. Watu wanatengeneza syndicate. Tarehe 3 leo. Utajua wewe hesabu tarehe. Januari. Kutoka hapo kwenda Januari sio mbali. Bado mwezi mmoja. Kabla tujaenda huko. Mzee Saidi, taarifa kwa umma jana majira saa 9:10 hivi 12. Simba pale up wanaposti Dimitar Pantev. Mimi nilikwambia hivi. Wewe kabla hujamaliza nilikwambia hivi. Tuache na vikolombozo vyote, nilikwambia hivi. Kabla benchi la ufundi alijaondoka. Na likiondoka benchi la ufundi liondoke lote. Liondoke benchi la ufundi lote. Na uliniuliza swali na Matola nikamwambia na yeye si yupo kwenye benchi la ufundi. Anabakia anafanya nini? Pili, viongozi wale wote krimu ile ya Simba wanaojiita krimu ile yote itoke. Ibakie klabu ya Simba kama klabu ya Simba, alafu tuanze upya. Sivyo viongozi wanachama wa Simba ni waoga. Hawana maamuzi magumu. Kuanza upya sio ujinga. Tokeni nyie wote, focus, I'm going. Nenda mkakae kwenye majumba yenu huko, tuachieni klabu yetu tuanze upya. Yanga walifukuza wachezaji wote, alibakia mmoja tu. Simba wanaweza? Ngumu. Subutu. Ngumu. Sasa Msaidi, shida ni nini? Shida ni nini? Kwa kaka, utafute kote, uende kaskazini, uende mashariki, uende magharibi, uende kusini. Shida ni uongozi wa Yanga ambao uongozi wa Simba ambao unaongozwa na nani? Na Mangungu. Yani ansabo wa kwanza ni Mangungu, anatakiwa aondoke faster bila kuchelewa. Lakini watu wa Simba waoga, wao kazi yao kutishia watu tunakuua, ndio kazi yao. Sio kutengeneza timu. Sio kutengeneza timu wala furaha. Wao ukisema tunakufunga mfungo wa pipi. Hamuioni timu yenu inafungwa mfuko wa pipi? Simba ndio inafungwa mfuko wa pipi. Na ninakwambia yule mzee akikaa mpaka Januari, Simba huu. Mpaka Januari Simba mmechoka, mmetepweta. Lakini utakuja kuniambia. Lakini bwana, sifa zote ambazo zilizokuwa ujaji wa kwake matatu, mlikuwa kuna sifa za kutosha. Kwanza msemaji, bwana msemaji kamsikia. Nimekwambia hivi, ile syndicate.
Sasa pale wametafuta nani apewe jumba bovu, kumbe jumba bovu ni wao wenyewe. Lakini tuje kwa upande wa Matola. Makocha ngapi wamefika kwa? Ndio maana nimekwambia hivi, kama kuondoka benchi la ufundi lote liondoke. Si Matola si nani, kwani yeye nani? Kacheza kwa mafanikio. Wako wengi waliocheza kwa mafanikio. Kina Mohamed Mwameja wamecheza kwa mafanikio. Kina Juma Kaseja wamecheza kwa mafanikio. Lakini kama nyinyi kwani wapo mpaka leo? Wameshatoka. Sasa kuna mtu aliocheza kwa mafanikio kama George Masatu Magele. Leo anahangaika ovyo kule. Iwe yeye aondoke tu na yeye. Matola pia aachie. Aondoke. Kwani kila siku benchi la ufundi mimi niliwahi kumwambia Matola aondoke? Hapana. Kwa nini leo nasema Matola aondoke? Benchi la ufundi lisafishwe lote, na kule nako kwenye ngazi za juu kule wasafishe kote. Lakini wanachama wa Simba waoga. Hawawezi. Wanamweza nani? Wao wananiweza mimi tu kunitukana. Kwa nini wakutukane kisa unaongea ukweli? Wewe ingekuwa Yanga saizi wale wote wameshaondoka. Hatukuiongelea ya Simba hapa tukasema jamani Simba itengenezeni isukwe vizuri. Hawatu hawakulopoka akasema nendeni mkashangilie timu zenu. Nyie mneka Mbagala kuna timu huko nendeni mkashangilie. Hawakusema kiko wapi leo? Wenyewe wanaanza wako wapi? Mnapotafuta mshikamano shikamaneni. Sio mnataka kuharibu, sio mnafanyaje, mnataka kuijenga timu yenu, mnataka kuijenga klabu. Sasa wewe jitu kwa mayale yamepangwa, linainuka linasema wale watu wanaetumia ngao ya Simba sijui nembo ya Simba. Wewe mjinga wewe, nembo ya Simba inakusaidia nini wewe? Tengeneza timu. Ongeeni mustabari mzima wa kwani wewe hataki chukua mtu nembo akaenda kaichezea huko ina nini? Timu linafanya vizuri, pesa inaingia, wachezaji wanacheza mpira vizuri. Hakuna shida. Sasa hivi Mpanzu kaambiwa piga magoli pembeni. Wasikuchoshe hao. Yale ya Chama. Ndio ile taarifa nilionaga kwa semaji anasema mchezaji wetu mlaumu na wakosesheni magoli tunawazima kwa muda. Tunahitaji sasa. Unafanya mchezo nini? Sasa mchezaji hiyo official umeipata wapi? Maana mimi sio kama Alikamwe. Nisikilize vizuri. Mimi sio kama Alikamwe. Nakuja na mambo mengine. Mimi nakwambia sio kama Alikamwe, mimi ni mtu mzima. Mimi najua. Umenielewa? Mimi ni mtu mzima afu mimi na akili na ninajitambua. Sio kufahamu mimi nawafako. Najua na kufahamu vya kutosha. Umenielewa? Ndio ninakwambia hivi. Iwe tu ima. Hawataki wenyewe. Lakini Mpanzu anakwenda Yanga. Sasa nyinyi wachezaji wanaondoka tu. Haya mwaka juzi tumetengeneza timu yetu ndio ile ikatufikisha finali. Wameenda wameipulua yote. Kumbe wanaweza mzee Saidi. Kuweza wanaweza si wanatukomesha. Sio watu wanafanya makusudi kwa ajili ya biashara zao. Yanga walishatimua wachezaji wote waliweza na wakaunda timu, sio? Simba nasi walishawatolewa kina Mavambo wakina nasi walishakuja. Wamewatoaje? Wale wamefukuza bwana wale walifukuza Mpondela alifukuza wote Custom Pondela Yanga huko wote tokeni afu ikaundwa timu upya. Nikutajie timu iliyoundwa golini Saidi Kalokola niendelee inatosha, Ibrahim Polisi niendelee, Anwari Awazi niendelee. Hiyo ndio ilikuwa inaitwa Yanga Yoso baada ya kufukuza wachezaji yote yale wanaunda timu nyingine na uongozi ule ukabomolewa kule. Simba wanaweza? Waliweza kina Mavambo wameondoka wenyewe, wengine wamelazimisha tuondoke kwa sababu hapa pana unafiki. Nikwambie sasa, Simba kuna desturi ya unafiki kwenye klabu ya Simba. Na hasa unafiki unatengenezwa na viongozi. Wanaunda sindiketi. Sisi wapenzi na wanachama wa Simba kumchukia mchezaji. Na kwa sababu hatujitambui na hatujijui, tunamchukia kweli mchezaji. Lakini tunaacha dhahabu. Wenzetu wanachukua wanaweka hela mfukoni, mchezaji yule anawaka. Akifika kule anawaka, mnaanza kuulizana. Alikuwa achacha unajua tunakujaje? Alikuwa anapewa hela zamani na Yanga. Ndio maana alikuwa anacheza hovyo. Uongo. Nyie mnatengenezewa mumchukie mtu. Kama mimi imani yangu ilivyonitengenezea wana Simba wakakasirika nilivyoenda kufuturu kwa Engineer Elsi. Nikaonekana mamluki. Unatumika kabisa. Imani yangu ndio iliyotengenezea vile, kwa sababu Muislamu mwenzio anapokualika ni jambo la kheri. Lazima uende ukafuturu kwa watu wanaoijua dini ya Kiislamu na maana ya fungo ya mwezi wa Ramadhani. Sawa. Lakini baadhi yao wakasema mimi natumika.
Mimi na mimba Engineer Hersi, mimi na hivi. Sasa wao wana mimba ya nani? Hana kuuliza. Timu linazidi kuporomoka tu. Sasa leo mmemfukuza Pampof alikuja na maneno yofu. Matatu. Kila ukipita huko, huo mpira ni wa tatu moja. Mchoro mmoja wa mkono wa kushoto bado wa kulia. Kiko wapi? Kiko wapi? Na mimi nilinyamaza kimya na nilitaka kuongea. Huyu naye tutamchukia, tutamfukuza. Hana muda mrefu. Uliongea. Swala la kuuliza cha kwanza na nukuu uliniambia toka lini tukaleta meneja? Hayo mambo ya mbele sio sisi wa Tanzania. Yuko wapi? Miezi miwili. Yuko wapi? Jana amepewa thanks. Kafukuzwa baba wa watu. Lakini mbona mpira ilikuwa linapigwa la kutosha? Zile JKT ukiangalia hivi. Ndio maana nakwambia hivi. Shida sio wachezaji. Shida sio benchi la ufundi. Shida ni wale wanaoiongoza Simba. Kwa hiyo unataka kuniambia mzee Saidi viongozi wameamua kujifichia kwenye mgongo wa Pantev? Ndio maana yake, kwani wote si wanajifichia kule kule? Toka kana timu haifanye vizuri ni meneja. Sio wao viongozi. Sasa utanishutumu saa ngapi na mimi situ huyu meneja ndo anaituharibia timu, si tumemfukuza? Si ndio sababu hiyo? Kwa nyinyi mnajisafisha. Si tunajisafisha, lakini kocha kaondoka. Mnatafuta kocha mwingine mpaka waje watu waelewe. Na ndio maana Mohamed Hussein anakuambiaje, mimi huku nilikofika bora nicheze huku ingawa sina mapenzi nako. Lakini mimi ninacheza kwa sababu kuna amani, hakuna unafiki, hakuna nini, na ndio kinachotuumiza cha pesa. Simba kinachotuumiza ni unafiki. Ndio. Na sio mimi maneno yangu haya, hata tajiri alilalamika. Simba tuache majungu na unafiki. Pale kwenye mkutano wao wanapokutanaga pale, kwenye vikao vyao vya uongo na kweli vya kutudanganya sisi. Wewe wanaume wazima mnakaa pale mbele, mnatuambia tunaleta basi la Hilizi mpaka leo. Mnatuambia kwamba tunatengenezewa ofisi mpaka leo. Sasa kwa leo mzee Saidi mpaka wawekezaji waondoke. Mwenyekiti anasema kuna mtu nilimuona shabiki wa Simba anakuja kuniuliza basi liko wapi? Ninamwangalia yeye kavaa jezi feki. Hivi wewe kweli kiongozi anaweza kaongea vitu kama vile? Lakini si alikuwa hana la kuongea. Lakini alikuwa anaitetea timu yake ili uweze kuhitaji yale mapato anayotaka. Sio swala lako wewe. Wenye masuala yale wapo. Wawekezaji wenyewe. Wewe umewekwa na wanachama, usiwadharau wanachama. Sasa kama kitendo alichokifanya juzi kile, wewe unakiona ni chamana? Cha kupita mlango wa uani. Wakupita mlango wa uani, mwenyekiti, unapita mlango wa uani. Afu unawaambia wenzio tuombeni dua timu iko mbali. Wanakuja kufumbua macho kona. Iwe kiboko. Na maisha yetu hatutokuja kusahau na wajukuu zetu tutakuja kuhadisia. Bwana Simba alipataka kiongozi mmoja, mko kwenye dua kaondoka. Wafanya mchezo nini wewe? Sisi tunaumia babu. Na Simba ndio inazidi kugawanyika. Yaani kila tunavyokwenda Simba ndio inazidi kuvurugika. Nani ana madhumuni yao? Ni kuishusha Simba kutoka pale ilipofikia kurudi chini. Ina maana na huu muendelezo tungekwenda nao tungegonga finali, robo finali au tungeingia nusu finali sio wapi. Tulikuwa tunaongeza tena CV pale. Wale tunazidi kuchanja mbuga. Maana ungesikia Simba imeshika nafasi ya pili barani Afrika. Si kwani si point na jinsi mnavyocheza. Lakini sasa kwa sababu kaletwa mtu aitikise na akiondoka imebaki ile timu. Sasa ile kauli ya kusema vilabu vilivyobaki kuanzia hiyo Yanga, Azamu, sijui Singida wajifunze kwa Simba. Lipo la kujifunza? Mnajifunza nini? Unajifunza uhuni labda. Labda wajifunze uhuni. Wajifunze kwenye timu kwa uongozi. Kwenye timu ya jinsi inavyofanya vizuri kimataifa na kwa kufungwa. Maana hapa timu zinazoongoza kwa kufungwa ni 2. Wajifunze timu kwenye ligi hii ligi ya klabu bingwa na hii ligi ndogo ni 2 ambao wanagawa utamu. Wanaogawa utamu. Yule baba na yule. Baba yule Ahmed anasema kuna timu itagawa utamu. Wenzao wamelishikilia. Kwa hiyo Simba ndio inagawa utamu. Inaonekana hata Pantev alikuwa anagawa utamu na ndio maana wamempa thank you aondoke. Lakini utamu huo wanagawa wao. Sio Simba. Wanagawa wao walioyasema. Sio Simba. Simba sisi ngangari. Timu ya Simba sisi ngangari. Hayo ni maneno yao wao. Nani maneno anayeongea? Kwani wewe aliyasema nani? Kiongozi wako? Nani?
Mimi sina kiongozi pale. Timu yangu mimi najua iko maskini. Msemaji wako basi sio kiongozi, msemaji wako pia ni kiongozi pia. Kusema ule ukweli leo nasema ukweli mbele ya Mwenyezi Mungu. Mimi Ahmed Ally na mheshimu, nashindwa kumpelekea moto. Na mheshimu sana yule kijana. Shida kumpelekea moto tena Mzee Said. Naogopa. Kwa nini sasa ili muelekeze na mheshimu. Lakini sana wadhalilisha. Kweli anatudhalilisha lakini sababu kauli zake hazitii. Mimi ni mtu mzima, mzee. Sawa. Na mheshimu. Japokuwa yeye haniheshimu, lakini mimi namheshimu. Bwana, swala kugawa utamu linauma, ni neno la kijinga. Yaani ni neno la kipumbavu lisiokuwa na msingi, wala usiongee vitu. Na kila siku nakataza ili swala. Sasa kila unakopita barabarani, siku hizi mnagawa utamu. Hujapigana na mtu hapo? Usicheke shekhe, hapo hujapigana na mtu. Mimi nagawa utamu gani? Sukari? Nagawa utamu gani? Sukari guru? Utamu gani? Nagawa juisi za Azamu au gawa utamu gani? Maneno mengine mwe mnaangalia ya kutamka vijana. Maneno yanaumba, maneno yanarudi. Sasa yamerudi kwako. Sasa umetupa sisi adhira kubwa barabarani. Maneno mengine mwe mnaangalia ya kutamka. Mzee Said. Kila unakopita sasa vijana. Nimekaa kwenye banda la bodaboda pale, kaja kijana mmoja. Mzee Said, katika timu zinazogawa utamu nini? Nikamwambia kijana, shika adabu yako, tuheshimiane bwana. Leo mzee umekasirika, ukasirikaje wewe? Na mimi wewe toka hapa, shika adabu yako bwana. Nikainuka na kuinuka pale nikaondoka. Sikukaa, sasa utakuja kugombana na vijana. Alafu ananiambia maneno yale, watoto wa kike wanapita. Wewe unajisikiaje? Wanakuona. Wakageuka. Anagawa utamu iko wapi? Anagawa utamu iko wapi? Tazama. Mimi bwana, wewe shika adabu yako bwana kijana wewe. Kwanza wewe na wewe tushawahi kuongea maneno ya mpira. Yaani unajibu tu. Kwa sababu unaona nijiondoe nijinasue. Semaji wa kafu. Semaji wa kafu kachanganyikiwa. Lakini Mzee Said, kuna kauli na nukuu ya Benchika. Aliongeaga Matola anapokuja kocha mgeni hataki ushirikiano nao. Sasa kwa nini wana Simba ikiwa kama viongozi na baadhi ya wanachama wanaona tu kupiga kelele upande mwingine Matola, kwa nini wasijaribu kutoa hata ushauri ili kama kupewa timu akabidhiwe yeye, kwa sababu kashakaa kwa muda mrefu Matola? Subiri basi. Mimi nimesema tulivyofungwa tu kule, nikakwambia hivi kabla hatujafungwa tulifanya kipindi. Baada ya kumaliza kipindi nikakwambiaje? Yule atafungwa kule. Akifungwa yule ndo anakuja kufukuzwa. Lakini akifukuzwa wavunje benchi lote la ufundi. Lakini huko wametoa wawili. Sasa kwa nini wamemwacha Matola? Ndio mtu wao. Kumbe wanamtumia. Na ndio maana kila kocha anayekuja wewe una mazuri gani ya kufanya kila siku? Kila kocha anayekuja wewe kocha mbaya, wewe mzuri. Lakini si alipewa pale alipotolewa Fadlu, alicheza mechi pale alishinda Matola. Kwani angempa moja kwa moja kocha mkuu. Kwani kushinda na ndio anachokitaka? Na ndio anachokitaka, na ndio anachokitaka ili wainyonye vizuri Simba. Kwa hiyo meneja Matatu ni bora. Meneja Tatu na Maximo ni bora kuliko meneja. Kwani naye Maximo kashinda? Yupo bado. Yupo tu, si anakaa. Timu haina pressure ile. Ngoja sasa Mzee Said. Bwana wewe sikiliza. Timu ile anayo nani huyo? Nani? Huyo wafunga na kufungua. Funga kufungua ndio mazoezi yao wale. Nani huyo? Maximo. Haina pressure. Wanadaiwa na nani? Lakini ni bora yeye. Sawa. Yeye ni bora kuliko meneja wenu mliomchukua. Yule kaondolewa kwa sababu gani? Timu imeshafanya vibaya, na hii timu ya Simba ina wenyewe. Na wenyewe wanachama wataanza kupiga kelele. Sasa ukifukuza kocha watatulia. Lakini kuna kodi yako nakumbuka uliniambiaje? Christmas aioni Maximo. Hakika Christmas inaonekana Maximo ataiona kuliko meneja wenu mliokuwa mmemleta kwa sifa za kutosha. Kwanza mimi nikwambie kabisa, mimi sikumsifia Pampovu. Pampovu, mimi sikumsifia kabisa yani. Kwanza hata sikumuongelea Pampovu. Na wala sikutaka awe sijui, yani mimi sikupiga kelele kabisa. Kwa sababu shida nilishajua Mvio hauna maji. Uvio hauna maji. Kwa usajili wale mchukua meneja wewe binafsi ulikuwa ukuulivia. Yani kwanza sikutaka kabisa. Nilijua shida tu inakuja. Huyu baba kaacha timu yake, angejikalia zake Pampovu kule kwenye timu yake, haya yote yasingemkuta.
Katoka Gaborone mmeifunga. Gaborone baba. Cha kuchekesha sasa. Ile timu mmeifunga. Bado tena pale mmemfuata yule. Wewe ndio ujue kwa kwamba kwenye timu yenu. Ndio ujue kwa kwamba uongozi ulioko pale Simba una akili za mgando. Yaani wewe timu umeifunga. Tena umeikunguta matatu. Na umeikunguta nyumbani. Unakuja hapa unatoa draw unambakiza kocha afu unasema manager Tanda Lubeta ng'ombe za umali. Wewe unamsema eti manager wewe unamjua manager. Manager wa nini wa Gakus? Manager wa Gakus yule. Manager nini? Wa Gakus. Gakus. Gakus ndo nini unasema? Viko vitu vinaitwa Gakus. Gakus. Ndio manager wao yule. Yaani wewe inatia hasira sana. Yaani mimi yani wanachama wale. Yaani afu bana pale alipeleka watu wake, afu watu wake wote aliwasogeza meza za mbele. Kiongozi. Yule alopita mlango wa kwanza. Aliwasogeza wote mbele. Kinyosha tu vidole. Kaisha waona. Peleka pale Mike. Peleka pale Mike, anajua watu wangu. Peleka Mike mwisho kule haikufika kule. Na kule ingefika kule. Kule kwa wale wanachama wenye hasira zao. Angeita askari wasiomtaka. Yule hatakiwi na mtu yoyote pale. Anatakiwa na wale chawa wake tu. Wallahi nakwapia. Anatakiwa na chawa wake tu. Lakini hakuna wanachama yoyote wa Simba haswa mwenye kuililia Simba anayemtaka yule mzee. Hakuna. Na ni kiburi tu alichonacho. Kibri. Ndio maana hataki kutoka. Lakini kama angekuwa anajielewa kwa kwamba wenyewe wanitaki, angesema jamani timu yenu hiyo hapo. Lakini sasa kuna mtu mmoja aliongea naye akasema Mzee Saidi pale kuna ulaji. Sasa mtu kuacha chakula hivi kazi. We kuna vyakula pale ambayo kuna riziki inatoka. Kuna riziki inatoka. Watu wakishapata wanatia mfukoni mwao, kazi inaendelea. Kwani hata tutayageni wakati wanamtoa kwenye wenyekiti wa nini? Wa bodi si alisema. Sawa mmenitoa lakini kazi iko pale pale. Bodi ya kurugenzi. Si mmenitoa, kazi iko pale pale bado hamjamaliza. Si alisema. Kodi alishawagea ile. Kuwa mnanitoa mimi lakini tambueni bado hamja. Mlamu Nkambi yule pale alisema mimi naondoka mtayaona yanayokuja. Lipo zaidi ya ile. Tukala 5. Kamwambia Mlamu Nkambi nimeyaona ya kwanza, tukala 2. Tukala moko mara 6. Sasa wanaitafuta mara ya 7. Na wenyewe wanakwambia mara ya 7 Mpanzu atakuwa yuko kwetu. Kakosa magoli yote. Januari anakuja kwetu ndio wanatufumua. Sasa ana Mpanzu, ana Max Zingeli, ana Babu. Zoa. Tamtaka. Nasikia pale mbele. Nasikia pale mbele kuna kitu kinatoka Kongo. Kwa nakileta tena. Yanga. Kimsaidie bwana Prince Pumelelo Dube. Bado. Kwani wana shida gani? Alafu Matege naye anarudi pia. Matege yao. Jeshi. Mimi nakwambia Simba itakuja kutulia. Endapo Mangungu akitoka. Haki ya Mungu nakwambia. Yaani hata leo hiyo akisema Mangungu ka nini? Kwa hiyo Mangungu atoke, Matola atabaki. Akisha kuja kiongozi mwingine mwenye uchungu, Matola lazima atang'oka. Akija kiongozi mwingine mwenye hasira, benchi la ufundi litabadilika. Akija kiongozi mwingine, wachezaji watakuwa na adabu, watafanya kazi pasavyo, majungu hakuna. Na mimi akipatikana tu kiongozi mpya namwambia bwana wewe naomba kuonana na wewe kiongozi wa Simba. Haraka kaka namwambia mambo 3 makubwa. Ndio utaendesha klabu. Kwanza usio na akili ya mgando. Hilo la kwanza. Hilo ndo la kwanza. Ukiona ukiona akili ya mgando umekula za uso na wewe. La pili, utatembea sana kwenye vyombo vya habari. Kila watu watakuwa wanasikiliza jina lako. Na maneno. Cha pili, acha unafiki. La pili hilo. Uongozi wote shekhe, mtu mwenye Simba yake inayemuuma, uongozi wote unabadilika. Uwe na stara. Mimi hata kwanza mimi nikiingia kama hivi leo nimeingia Nkubulu. Kesho naanza nao wote wale. Uingie pale ndio kiongozi Mzee Saidi. Wote wale mimi nasema nao wale. Nafikiri mimi nitakuwa na uchawa. Kwa hiyo kama linavunjwa ile benchi na viongozi wote yani kwanza naanza na benchi la ufundi lote. Focus. Lote. Naacha timu tu.
Afu naanza upi. Wako makocha chungu mzima, njoo nishikie timu hii kwa muda, njoo shike hii. Lakini sasa kwa nini vilabu vyetu havitaki kuwagea support sana wazawa? Unajua Mgunda alikuwa anafanya unafiki. Kwani wewe unafikiri Julio anapoongea unafikiri anaongea anaongopa? Na ndio maana Julio hawamtaki, kwa sababu Julio domo lake bwatu kama langu. Na ndio maana wanamkataa. Sasa Julio domo lake siliko wazi yule. Yule utamletea mambo ya kijinga na kubwatukia hapo hapo na anakuacha anaondoka. Kwani juzi sikawa bwatukia? Wameshindwa kumfuata Mgunda. Mgunda hoja. Aibu. Nani kaongea nani? Jamhuri Kiwelu. Mitimu yenu ikishaharibu mnakuja kutuchukua sisi. Timu zikishakaa vizuri mnaleta wazungu. Sisi tena mnatuona hatuna thamani. Sisi tena mnatuona karatasi jalalani. Nani atakutaka tena? Jamhuri Kiwelu siku moja alijipigia debe akasema hivi. Nyie Yanga nisajilini mimi niwe kocha. Apesi Simba ya? Tena sio kuuliza. Angekuja kuwapopua vizuri ili atoe kodi. Akasemaje? Akasemaje? Mimi nawashangaa sana Yanga. Yanga wanahangaika tu. Nakati makocha tu. Makocha tupo. Mimi wanajua nichukue hata mimi. Kwa bei nafuu tu twende. Kwa hata kama kwa msaada tu au kwa mkopo kwa kushikia mimi nitakaa. Unajua kipindi hicho niko Dodoma. Tulikuwa na banda letu la kahawa pale, nikaenda kwenye banda la kahawa. Kufika pale wakaniuliza, hivi wewe Jamhuri Kiwelu ana akili? Kwa nini? Pale Kwa nini? Yaani sisi watu wa Yanga tumpe Simba timu. Na kati umeshajua yuko upande mwingine. Aje atupopoe. Haya nikasema haki ya Mungu mpeni muone. Yule bonge la kocha. Alijipigia upatu bwana mwenyewe. Nipeni timu. Lakini mimi nakwambia hivi, mchawi mpe mwanao akulelee, hamzuru. Hamzuru. Haki ya Mungu hamzuru. Kwa nini pale mpo nyewe alafu Sasa pale Jamhuri unajua angefanyaje? Angefanya kila mbinu amfunge Yanga. Hapo watu wamwambia bwana wewe rudi nyumbani kwako. Kama alipofanyaga marehemu Said Mwamba Kizota. Wale walipovunja timu Said Mwamba Kizota si ndo akakimbilia Simba. Alikuja Said Mwamba Kizota, alikuja Steven Nemens, afu alikuja na nani? Walikuja wachezaji watatu. Said Mwamba Kizota akawafunga Yanga akiwa Simba. Wewe msimu wa pili hatukubali, tupeni mtu wetu. Akarudisha. Tupeni mtu wetu. Hatutaki tena mbaki nayo. Bora arudi. Na ndio lawama zinazokuja sasa hivi. Inawezekana vipi yule beki namba 2 wa Yanga alotoka Simba? Nani? Israel. Alipokuwa Simba alikuwa aonyeshi kama ule. Unafiki. Leo hii wanakaa wanamwanza tena na kumhitaji. Unafiki. Tukiacha unafiki, Simba itakuwa ni klabu moja ya kutisha mno. Lakini kinachotuumiza, bwana Mwenyezi Mungu unajua unafiki kauongelea kwenye vitabu vyake sana na kaukemea. Na anakuambia ni heri ya mchawi kuliko mnafiki. Sawa sawa. Mimi na wewe tunaelewana, lakini director akiwa mnafiki, kaka mimi na wewe tunasambarana. Tunakimbiana kabisa. Ni kweli. Hata serikalini unafiki hawautaki. Natakiwa wote mwe kitu kimoja. Kimoja mjenge nchi. Sawa sawa. Lakini sisi pale tumeingiwa na sulenje ya unafiki. Sulenje inatubungua kweli kweli ya unafiki. Mimi nakwambia, na kinachotuumiza unafiki. Na zaidi njaa. Njaa kali. Watu wanazunguka kwa mangungu bwana, mimi sina hela bwana. Unyesha mnitetei mimi. Ni wanachama. Sasa nyesha mnitetei mimi. Mzee bwana, mimi njaa inanuma bwana. Sisi tutakutetea bwana. Unataka bei gani wewe? Bwana mimi yote tu mzee, shilingi 30 nga. Kesho anakija kwenye kipewa tu kitengo, mangungu safi. Tonge kwa mtu anamwagika. Mangungu mwaseme wachezaji. Wewe kweli kwa lawama afu hapa kati ndo hizo lawama nyingi ni wadondoshia. Wewe kweli ni Simba? Simba. Wewe ndio Simba. Mimi kuna mtu aliniambia leo nakupa siri. Mzee tunakupa milioni 1. Usikiseme hiki na hiki na hiki na hiki kupitia Simba. Nikamwambia sintoacha. Na nilikataa hela. Milioni 1 mzee Said. Milioni 1. Tena nimekaa pale kwenye Mwembe. Nilikataa. Na nikaambiwa chagua vitu viwili, unataka pepo unataka moto. Nikamwambia nataka moto. Lakini Simba yangu nitaitetea. Na nitaonekana mpuuzi na nitaonekana muongo.
lakini hali halisi ndio hiyo. Sitaki bwana utanifurukusha niseme mengi. Sisi tunaumia na timu yetu. Na ndio maana ujue watu wanakwenda kusimama migongoni kwa watu wanaisaliti Simba. Na nilikwambia iko siku isiyokuwa na jina watu watakuja kuzalilika kupitia Simba. Leo yanatokea. Si haya hapa watu wanakimbiana kwenye vikao. Hizo ndio alama zenyewe shekhe. Watu wanajificha kwenye mgongo hapa. Mwenyezi Mungu alisema ikifika Mwenyezi Mungu alisema ikifikia alama za kiyama kutakuwa na mambo mengi duniani. Umeona watu wanauana hovyo, wanagombana hovyo. Hamna cha maana lakini watu wanakasirika. Mtu tu anaamua kukasirika bila sababu yoyote, vurugu mtindo mmoja, mnakaa kwa amani, hamtaki amani. Unategemea nini? Hali mbaya. Ndio hicho alikisema Mwenyezi Mungu. Hawa watu watakuja. Watataka wengine kutembea uchi. Watu hawataki kutembea uchi. Hapo. Sasa hivi vitu vimeongelewa katika dini shekhe. Hivi ninavyokuambia sasa hivi ni vitu ambavyo vimeongelewa kwenye dini. Watakuja manabii wa uongo. Si ndio hawa kina Mangungu wanajifananisha na manabii? Kwa kwamba mimi nabii katukanwa. Sioni ajabu. Sioni ajabu. Kwa hiyo naye anajifananisha na nabii. Kwa hiyo hivi vitu vimeongelewa shekhe katika vitabu vya Mwenyezi Mungu. Na ndivyo vinavyokuja kutokea. Na ndivyo vinavyotokea sasa hivi. Ukweli mdogo, toa sababu nyingi zisizokuwa na ukweli. Unaharibu vitu, unaharibu timu. Nini maana yake? Mzee Said, tumalize na ile. Beki wako Kisiki Abdurazak Hamza jana juzi kafanywa operation wa goti. Yuko benchi tena pale. Naona majeruhi yanaendelea katika klabu yako ya Simba Sports Club, na ukichanganya tena haya yanayozidi kuendelea. Alafu ukiangalia na yule mtoto naye golikipa Kamara naye tayari ni majeruhi wawili au tayari wameshakaa katika mazingira tofauti. Unaiona timu yako Mzee Said kuelekea tarehe 7 dhidi ya Azam unashinda kweli? Tuyaache. Tarehe 4 mnacheza na Mbeya City. Pale bwana Malale. Tarehe 7 tunacheza na tarehe 4 mnacheza na Mbeya City. Tarehe 7 tunacheza na Azam. Niletee tarehe 6 Kitonge. Niletee tarehe 6. Majibu tutayapata. Na jamaa kaishaanza kujigamba kutamponza. Huyo nani huyo? Si anajitapa, nimeona leo kwenye TV. Nani huyo kocha wa Azam? Tapa anasema na wataka hao vigogo haswa hao Simba na Singida. Maneno yatamponza hayo. Sio maneno ya mwendea. Yatamponza. Kama kuna mtu atamwambia kwa Kiingereza au kama anasikia Kiswahili, akiiona hii aache mdomo. Aache mdomo. Afundishe mpira. Hii Tanzania. Hii Tanzania. Asije kwa vitisho. Asitake kuleta vitisho. Afundishe mpira. Hii ni Tanzania. Alafu alizozitaja ni Simba. Yaani kaitaja Simba. Umendago kuwataja? Kawaogopa, si anawajua. Hawataja. Hawachelewe kumfumwa kwenye mbavu. Kamtaja Simba na Singida. Si ndio wanajifanya. Tena anasema si ndio wao wanajifanya wagogo wa nchi. Vigogo wa nchi. Basi mimi napita nao. Haya. Ila Walumendago? Hajawataja. Kawaogopa. Kwa sasa si anawaona wanapochemka huko. Yeye na Simba wote wamefumuliwa. Wamegawa utamu. Azam kagawa utamu na sisi tumegawa utamu. Si ndio maneno yenu? Ni sawa. Alafu sio maneno ni kaongea usemaji wako. Wasije wakasema Saidi. Hapana. Yanajulikana. Sasa. Bwana, tulikuwa na mzee wangu Mzee Said. Tulikuwa tunazungumzia habari za kimichezo, hususani jana amani iliyokuwa taarifa iliyotoka kwa umma kupitia klabu yake ya Simba Sports Club kuwa wamempa thank you Dimitar Pantev, kocha matatu ameshaondoka. Wengi wanasema haikustahili kocha haondoke kwa sababu inaonesha viongozi wameenda kujifichia kwenye mgongo wa Dimitar Pantev. Wewe maono yako tunakusubiri kwenye comment, like, share. Nilikuwa nimesahau. Yule mchungaji anaitwa nani? Mimi namjua kwa jina la mchungaji. Unamjua kwa jina la mchungaji? Sasa mfikishie salamu zangu. Anasikia huko, mwambie. Mwambie hivi, nakwambia wewe ndio utakayefikisha salamu. Mwambie Mzee Saidi anataka kuonana na wewe ana kwa ana. Mchungaji ni mwambie Mzee Saidi anahitaji. Mzee Saidi anataka kuonana na wewe. Hataki kuongea kwenye simu wala hataki chochote. Anataka akutane na wewe popote pale. Anataka maombi.
Maombi ya nini? Mimi nishaombewa na Mwenyezi Mungu siku nyingi. Amina rabbil alamin. Mimi nishaombewa na shekhe siku nyingi. Sisi tunapozaliwa tuna hakika. Ni kweli. Hakika ile ndipo unapopigiwa kitabu pale. Amina. Unamaliza na watu wanakula mbuzi 2, asali, sile mfupa au si yao unakula nyama wala uvunji mfupa. Ukivunja mfupa unamvunja huyu mtu tuliomsomea hakika. Sasa mwambie kwa bwana mzee Saidi anakutaka sana wewe. Taarifa salamu zimefika. Mwambie anakutaka sana. Sasa kama yuko free au nani na mimi, wala asipige simu. Akwambie bwana nina shida na mimi nionane na mzee Saidi. Kuna vitu nataka nimwambie yule. Kuna kodi nataka umpe. Nataka nimwambie yeye. Kwa sababu naona akili zake si za mgando kama washabiki wengine. Yeye kanyoka. Yule kanyoka. Sasa nataka nimjaze vitu vingine. Ili umfumbue muongezee. Kuna 1, kuna 2, kuna 3. Kwani wewe hili unalionaje mchungaji? Sasa kama ni mtu wa kugamua atagamua. Aje tuonane naye. Kama sio mtindi ataelewa. Lakini kama mtindi hataelewa, atajua mzee huyu anazingua. Bwana si hatuna ziada. Huyo ndo mzee Saidi. Anakuambia anamhitaji mchungaji. Mchungaji salamu itafika na tutakuletea. Hiyo ni salamu ya mzee Saidi. Mimi sina la ziada. Nakusubiri wewe mtazamaji wa Chapesa Media. Like, share, comment content yako hiyo, na tunakusubiria wewe ambao hujasubscribe subscribe. Sasa ni wakati wako uweze kupata notification za michezo. Wewe wa kwanza kupata habari za kimichezo, burudani na mambo mengine yanayojiri. Hatuna la ziada, tukutane baadaye. Asanteni sana.